BMP TV Professional Update. Habari ya mida ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Olua na kuleta taarifa kamili kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila Kabange, amehukumiwa kifo kwa kosa la uhaini na uhalifu wa kivita na mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa. Kabila aliyewahi kuongoza taifa kwa miaka 18. Kunaona mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Katika kikao maalum cha mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa, majaji wakiongozwa na Lieutenant General Joseph Mutombo Katalai wametoa hukumu ya kifo dhidi ya rais huyo wa zamani. Kwa mujibu wa mahakama, ushahidi uliowasilishwa unaonyesha kwamba Kabila alihusika katika mauaji ya maelfu ya raia mashariki mwa nchi. Aliruhusu na kufadhili vitendo vya ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia. Alitumia ushawishi wake kuunga mkono waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Alihamasisha na kusimamia vitendo vya mateso na ukandamizaji dhidi ya wapinzani. Alikuwa kichocheo kikuu cha uasi na mgawanyiko wa kitaifa. Kwa misingi hiyo, mahakama ikasema kwa kuzingatia kifungu cha 7 cha sheria ya kijeshi, adhabu ya juu zaidi inapaswa kutolewa ni adhabu ya kifo. Fidia. Mahakama pia imemwamuru Kabila kulipia fidia ya dola bilioni 33 kwa serikali kuu na majimbo ya mashariki ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Fedha hizo zimetumika kwa kurejesha huduma za jamii kama shule na hospitali zilizoharibiwa na vita, kuwasaidia manusura wa ubakaji na mateso, kusaidia wakimbizi wa ndani waliohama makazi yao, kuimarisha miradi ya ujenzi na usalama mashariki mwa nchi. Kauli za serikali. Rais wa sasa Felix Tshisekedi amesema hukumu hii ni ushindi wa haki na mwanzo wa enzi mpya ya uwajibikaji. Kwa mara ya kwanza, hata kiongozi wa juu kabisa anawajibishwa. Kabila alikuwa nyuma ya M23. Taifa litasahau mateso ya Kivu. Leo ni siku ya haki. Cependant, dans le cas d'espèce, la juridiction de CEIAC constate qu'en dépit des allégations de la partie civile et de Congo et des autres parties civiles d'ailleurs, le prévenu est poursuivi pour des infractions qui ne prévoient pas la peine complémentaire de confiscation et ne prononcera donc pas la confiscation sollicitée faute de base légale. En ce qui concerne la confirmation de la mise sous séquestre de biens du prévenu Joseph Kabila Kabange, sollicité par l'organe poursuivant, la Haute Cour militaire note en effet que, se conformant à l'article 130 du Code pénal militaire, le magistrat instructeur, à l'occasion de l'instruction du dossier judiciaire RMP numéro 0952-LB-25, ouvert à charge de l'inculpé Joseph Kabila Kabange, a mis sous séquestre certains biens meubles supposés appartenir à ces derniers, dont la liste est versée au dossier de la cause. Il en est de même du certificat d'enregistrement numéro volume 539 folio 151 portant sur une parcelle de terre située au numéro 7557 du plan cadastral dans la ville de Kinshasa, commune de Gombe, d'une superficie de 40 arts, 12 arts, 69 centiards. D'après cette disposition, si les faits reprochés au prévenu constituent les infractions, c'est l'article 130, constituent les infractions de trahison, de désertion à l'étranger, de détournement des deniers publics ou des effets appartenant à l'État, ou s'il s'agit d'une insoumission,
ou d'une désertion pour lesquelles les inculpés ne comparaissent pas devant l'officier du ministère public, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire est tenu de mettre sous séquestre l'ensemble des biens de l'inculpé. Cependant, dans les cas sous examen, la Haute Cour militaire relève que l'organe de la loi poursuit les prévenus précités sur pied de l'article 182.1 du Code pénal ordinaire et non sur pied de l'article 128 du Code pénal militaire. Ce qui ne justifie donc pas l'application de l'article 130 du Code pénal militaire relative à la mesure de séquestre des biens du dit prévenu prise par les magistrats instructeurs dans les cas d'espèce. En conséquence, la Haute Cour militaire ne confirma pas la mise sous séquestre des biens du dit prévenu, tel que sollicité par le ministère public. En définitive, la Haute Cour militaire note que tous les éléments de preuve analysés ci haut établissent la matérialité de tous les faits déférés. Discussion en droit. Kauli za upinzani. Lakini wafuasi wa Kabila na chama chake cha PPRD wanasema hukumu hii ni kisasi cha kisiasa. Msemaji wao Emmanuel Shadari alisema hii sio haki bali maigizo ya kisiasa. Kabila hakuhusiana na M23, amegeuzwa kuwa adui wa taifa hili kuficha udhaifu wa serikali ya sasa. Baadhi ya wananchi Kinshasa walifanya maandamano madogo wakiimba nyimbo za kumuunga mkono Kabila kabla ya kuvunjwa na polisi. Maoni ya wananchi. Mama Furaha, mkazi wa Goma: tumeumia sana kwa vita hivi. Ikiwa kweli Kabila alihusika, basi adhabu hiyo ni sawa. Tunataka amani na siasa za zuluma ziishi hapa. Kasereka, kijana mkazi wa Beni: Kabila ndiye alitupa tumaini kwa miaka mingi. Sasa wanachafua ili kujinufaisha kisiasa. Hii hukumu imeniumiza. Mzee Kalume, mkimbizi wa ndani: nimepoteza familia yangu yote kwa mauaji. Haki imefika. Hata kama ni rais wa zamani, tunataka viongozi wote wawajibike sawa sawa. Joseph Kabila condamné à mort. Joseph Kabila va condamné comme criminel ya humanité, ba crime contre l'humanité. Oyo et Salamina Est, il y a République démocratique du Congo. Joseph Kabila va condamné à mort pour la connivence na ye na ba rebelle ya M23 balobi. Joseph Kabila azali auteur moral. Il y a mouvement rebelle, il y a alliance, il y a Fleuve Congo, M23. Yende azali pourvoyeur, yende badeko pesa mbongo. Yende a place nanga place wana po nanga azali na impact mon côté, azali na notion militaire mon côté, azali na mongo mon côté. Ya kosala rébellion toyebani na mboka oyo nanga azalaki mutu ya pacifique. Joseph Kabila nde a armé, Joseph Kabila nde a pesi nyonso. Raison kutu esalaki que Joseph Kabila na Goma azalaki très à l'aise, azali inquiété. Joseph Kabila ba zone oyo ezali contrôlé na gouvernement ya République démocratique du Congo a chaka matambete mekuna na est a konyata bisika ya lingi pamba te yende azali chef ya rébellion selon makambo oyo etangami lelo na haute cour militaire ya République démocratique du Congo. Joseph Kabila a kofuta ba dommage balobi plus de 29 milliards oyo esengeli a versé na compte ya l'état congolais. Pambate Joseph Kabila a yebi bongo kosala ba forfait ndenge na ndenge oyo ba estimé sur le plan écologique, sur le plan moral, pe l'état congolais a dépassé mingi na tina ya ba guerre oyo ndenge zeli kosalema. Population ya Nord Kivu esengeli apesa bango 2 milliards, population ya Sud Kivu esengeli bazwa 2 milliards. Et puis ba lobby arrestation immédiate ya Joseph Kabila esika nyonso bokozwa ye. Oyo tozali kopesa ezali info et outi kokweya mokolo ya lelo. Joseph Kabila azali condamné à mort na République démocratique du Congo, reconnu comme mutu oyo azali kosala nyamu na est. Yende azali kosala ke bituba ezala batuba yokana te mabe ekota na cour kuna mokolo ya lelo. Bayebi koloba yango pe bapesi ba détail ya ba crime nyonso ndenge esalemaki, bapesi ba détail ndenge ba koalizaki na ba rebelle ya M23, bapesi ba détail ndenge nini Kabila akenei kosolola na ba Rwandais pona koya ko attaquer République démocratique du Congo. Eza lisusu likambo kobomba te ekomi likambo ya polele, étant donné que haute cour militaire bazali ko statuer en premier et en dernier ressort à la matière. Quand il y a Joseph Kabila topé, sort il y a Joseph Kabila ezali scellé. Donc, et yebani,
ndenge bakondane wana ekolongwa. Athari za kimataifa. Hukumu hii imevutia macho ya dunia nzima. Umoja wa Mataifa UN umeomba uwazi na haki kamili katika mchakato wa kisheria. Jumuiya ya Afrika imetaka mazungumzo ya kisiasa ili kuepuka mgawanyiko wa kitaifa. Afrika Kusini, ambako Kabila amewahi kuishi, imesema inafuatilia kwa makini na kwamba ni muhimu Kongo kuthibitisha kwa dunia ushahidi wa makosa hayo. Rwanda bado kimya. Lakini wachambuzi wanasema Kigali inaweza kuona hukumu hii kama propaganda za Kinshasa za kuhalalisha lawama kwa M23. Jumuiya ya Afrika Mashariki inahofia huenda hukumu hii ikachochea zaidi mvutano wa kijeshi katika maziwa makuu. Mahojiano na wachambuzi. Profesa Jean-Marc Kabeya, mchambuzi wa siasa za Kivu: hii hukumu ni ujumbe kwamba hakuna aliye juu ya sheria, hata rais anaweza kuwajibishwa kwa uhalifu wa kivita. Marie-Louise Mbui, mchambuzi wa haki za binadamu: kesi ni nzito, lakini kuna hatari ya kuchochea chuki zaidi na kuendeleza ukosefu wa mshikamano kitaifa. Ambassador Richard Mwamba, mtaalamu wa diplomasia ya kimataifa: athari zake kwa uhusiano wa Kongo na Rwanda ni kubwa, pia inaweza kugawanya jumuiya ya Afrika Mashariki. Wasifu wa Kabila. Joseph Kabila alizaliwa mwaka wa 1971. Aliingia madarakani mwaka 2001 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Desire Kabila. Alihudumu hadi mwaka 2019 alipoondoka madarakani na kumkabidhi Felix Tshisekedi. Katika miaka yake ya utawala, alihakikisha mikataba mikubwa ya madini na makampuni ya kigeni. Aliwahi kusaidia kufikia makubaliano ya amani baada ya vita vya pili vya Kongo. Lakini pia alihusishwa na ufisadi, ukiukwaji wa haki na kushirikiana na waasi. Baada ya kuondoka madarakani, Kabila aliishi mara nyingi Afrika Kusini, na mwaka huu alionekana mashariki mwa Kongo akijaribu kujitokeza kama mpatanishi wa amani, hatua iliyozua utata mkubwa. Athari kwa mustakabali wa Kongo. Kisiasa, inaweza kuzua mgawanyiko mpya kati ya waasi wa Kabila na serikali ya sasa. Kijamii, wananchi wamegawanyika. Baadhi wanasherekea hukumu hii kama haki, wengine wanaiona kama kisasi. Kiusalama, waasi wa M23 huenda wakatumia hukumu hii kama hoja ya kujipatia uungwaji mkono zaidi. Kimataifa, inaweza kuongeza presha kwa viongozi wengine wa Afrika wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita. Hukumu ya kifo dhidi ya Joseph Kabila si tukio la kawaida. Ni simulizi ya taifa kubwa lenye historia ya vita na migawanyiko, likijaribu kusimama kwenye msingi wa uwajibikaji na sheria. Swali kubwa linalobaki ni je, hii ni kweli haki au ni kisasi cha kisiasa? Taifa na dunia nzima itasubiri kuona hatua inayofuata. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kwa muda huu. Asante kwa kutenga muda wa kutazama taarifa zetu hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata, na usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye kuaminika zaidi na zenye ukweli. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, mimi Bila Pengo Olua nikikutakia jioni njema. BMP TV Professional Update.